BMP TV Professional Update. Walgani ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena BMP TV Online inazidi kukuletea matangazo ya hapa na pale kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ulimwengu mzima. Bila kusahau mimi ni Mr. Orange, tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online, na hivyo kwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho ili kufahamu yaliyo mengi katika update hii ya leo. Na huu ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa DRC Judith Suminwa atilia mkazo umuhimu wa ushirikiano wa kunufahisha kati ya Afrika na Ulaya katika mkutano wa juu wa mpango wa Matei na Global Gateway. Kinshasa, Francine Muyumba atoa maoni yake kuhusu uongozi wa Therese Wanyeni na hali ya siasa nchini DRC. Viongozi wa jadi wa eneo la Kivu wa watetea wazalendo watoa onyo kali kwa Uganda kuhusu mambo ya ndani ya Kongo. Kuna haya na mengineyo, kwa pamoja nasi ndugu mtazamaji wetu ili kufahamu zaidi kwa undani zaidi, na hivyo ufanya kusubscribe, like pia na comment, utakuwa unapata updates zetu kama na hizi kila wakati. Na mimi ni Mr. Orange. Habari kamili. Katika kilele cha mkutano wa kimataifa uliofanyika nchini Italia siku ya Ijumaa tarehe 20 Juni 2025 kuhusu mpango wa Matei na mpango wa Global Gateway, viongozi mbalimbali kutoka bara la Afrika na Ulaya walijadili njia mpya za kukuza maendeleo endelevu barani Afrika kupitia ushirikiano wa pande mbili wenye manufaa kwa wote. Katika mkutano huo wa hadhi ya juu ambao umehitimishwa kwa mafanikio makubwa, ulitangazwa uwekezaji mpya wa zaidi ya euro bilioni 1.2 kutoka kwa wawekezaji wa Ulaya na Italia ambao utaelekezwa katika sekta muhimu kama vile kilimo, nishati mbadala na ujenzi wa miundombinu ya kidigitali barani Afrika. Akizungumza mbele ya viongozi wakuu wa kimataifa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Judith Suminwa Tuluku alielezea msimamo wa nchi yake na kusisitiza kwa dhati umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kunufahisha baina ya Afrika na Ulaya, maarufu kama Umoja wa Afrika pamoja na Ulaya. Katika maeneo yake, Bi Judith Suminwa alifafanua kwa maneno yake na nukuu, ni umuhimu kuelewa kwamba huu ni ushirikiano wa kunufaishana. Mradi huu usitazamwe tu kama njia ya kuunganisha Afrika na bahari ya Atlantic kupitia Angola na Zambia. Lazima tuone zaidi ya hapo na tuangalie miradi na mipango ya kimkakati itakayozaliwa kupitia njia hii ya usafiri ambayo inaweza kuwa kitovu kipya cha maendeleo barani Afrika. Na huo ni mwisho wa nukuu. Waziri mkuu huyo aliendelea kueleza kuwa jitihada hizi hazilengi tu uchumi wa kitaifa bali zinalenga kuwanufahisha wananchi moja kwa moja, hususan vijana wa Afrika kwa kuongeza fursa za mafunzo ya ufundi stadi, kuimarisha minyororo ya thamani katika kilimo pamoja na kuchochea ajira na maendeleo endelevu kwa jamii pana. Mpango wa Matei na Global Gateway, maono mapya ya maendeleo ya Afrika. Mkutano huu mkubwa ambao umehudhuriwa na viongozi wa Afrika na Ulaya ulijikita katika kuchambua na kuimarisha mikakati ya mpango wa Matei kwa ajili ya Afrika na ule wa Global Gateway kama majukwaa makuu ya uwekezaji wa maendeleo ya kimkakati. Mpango wa Matei unaongozwa na serikali ya Italia unalenga kuimarisha uhusiano kati ya Afrika na Ulaya kupitia uwekezaji wenye tija. Italia imepanga kuweka euro bilioni 5.5 kufadhili miradi mbalimbali ya maendeleo shiriki barani Afrika. Kwa upande mwingine, Global Gateway unaratibiwa na Umoja wa Ulaya. Ni mkakati mkubwa wa kimataifa wa uwekezaji ambao umekusudia kutoa msaada wa kifedha unaokadiriwa
kufikia euro bilioni 150 kwa lengo la kukuza miundombinu endelevu, nishati safi, usafirishaji wa kimataifa na upatikanaji wa elimu na teknolojia kwa mataifa ya Afrika na maeneo mengine duniani. Kupitia matamshi yake katika mkutano huo, Mheshimiwa Judith Suminwa amezidisha sauti ya Afrika inayodai usawa na heshima katika ushirikiano wa kimataifa. Wito wake kwa kuweka mbele ushirikiano wa kunufaishana unatoa mwelekeo mpya wa kidiplomasia wa mataifa ya Afrika, yakisisitiza kuwa Afrika haipaswi tena kuwa mtazamaji au mpokeaji wa misaada tu, bali mshiriki kamili na mshirika wa maendeleo ya dunia. Mkutano huu unatoa matumaini makubwa kwa kizazi kijacho cha Waafrika kwa kuonyesha kwamba uwekezaji unalenga kujenga uwezo wa ndani, kuendeleza sekta ya kilimo, kuongeza ajira ya kuimarisha teknolojia ni njia bora na endelevu ya kusukuma gurudumu la maendeleo ya Afrika barani Afrika. Huko tulikuwa kwenye ngazi za juu kabisa kwa maneno yake Mheshimiwa Judith, waziri mkuu wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo tuelekee huko Kivu ambako viongozi wa jadi wawapongeza wazalendo na kutoa onyo kali kwa watu wa huko Uganda. Katika hali ya kupanda kwa joto la kisiasa na kijeshi katika ukanda wa maziwa makuu, viongozi wa jadi na wazee mashuhuri wa eneo zima la Grand Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa tamko kali na la wazi zidi ya kile walichokiita kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya nchi na mataifa ya kigeni, wakimtaja moja kwa moja Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Katika taarifa yao ya tarehe 24 Juni 2025, viongozi hao walimwandikia ujumbe wa moja kwa moja Jenerali Muhoozi wakimuonya vikali dhidi ya hatua yoyote ya kujaribu kushawishi au kuathiri mwenendo wa mambo ya usalama na utawala ndani ya mpaka ya Kongo. Tumepeleka watoto wetu wazalendo mstari wa mbele ili kuitetea nchi yetu. Watakapomaliza kazi yao na kurejesha udhibiti kamili wa ardhi yetu, tutawarejesha majumbani kwao. Hiyo ni kauli ya wazee ambayo ilikuwa ikiambatana na barua hiyo kwa kwenda kwa kiongozi huyo Muhoozi. Kauli hiyo imeeleweka kama tamko la wazi la kuunga mkono harakati za makundi ya kijeshi ya kiraia yanayojulikana kama wazalendo, ambayo yamejitokeza katika miezi ya karibuni kupambana na makundi ya wahasi wanaotuhumiwa kupata msaada kutoka nje ya nchi. Onyo la kiserikali dhidi ya uingiliaji wa nje wazalendo ni damu yetu. Katika ujumbe wao, viongozi hao wa kimila waliweka bayana kwamba wazalendo si wahasi bali ni watoto wa taifa wanaopigania heshima na uhuru wa nchi yao. Kwa maneno makali walieleza kuwa jaribio lote la kudhoofisha makundi hayo ya ulinzi kwa kiraia litachukuliwa kama shambulizi la moja kwa moja dhidi ya watu wa Kongo. Na nukuu tena maneno yao: yeyote atakaye wadhuru wazalendo atakuwa amedhurusu moja kwa moja mboni ya jicho la wazee wa Kongo. Hao ni watoto wetu wanapigania jamhuri, tunawaunga mkono kwa hali na mali. Mwisho wa nukuu. Tamko hili limepokelewa kama ishara ya mshikamano wa kitaifa na ya udhibitisho wa kuwa harakati hizi za wazalendo zinatambuliwa na kuungwa mkono si tu na wananchi wa kawaida bali pia na viongozi wa kijadi waliokuwa kwa muda mrefu wanyamavu katika siasa za kitaifa. Mwito wa kuheshimu uhuru wa Kongo na mipaka yake. Viongozi hao wameelezea hofu yao juu ya uwezekano wa mataifa jirani, hususan Uganda, kujaribu ushawishi mwenendo wa kisiasa na kijeshi wa Kongo mashariki kwa kisingizio cha amani au diplomasia. Wametaka mataifa yao yaheshimu mamlaka kamili ya DRC juu ya ardhi ya masuala yake ya ndani bila shinikizo wala hila. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa na usalama wa kanda, tamko hilo linakuja wakati ambapo mahusiano ya kijeshi na kisiasa kati ya DRC na Uganda na Rwanda yamezidi kuwa tete, huku mapigano yakiendelea maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Msimamo huu wa jumuiya ya kiraia
wa zahana na mtazamo wa uzalendo wa kitaifa. Tamko hili limetafsiriwa na wachunguzi wa kisiasa kama dalili ya kuamka kwa nguvu za jadi na kijamii nchini Kongo ambazo sasa zinajitokeza hadharani kutetea mamlaka ya nchi, usalama wa raia na uhuru wa kisiasa dhidi ya mashinikizo ya nje. Katika mazingira ambapo serikali kuu inapambana katika ngazi ya kimataifa kufanikisha diplomasia ya kuzuia uvamizi na ushawishi wa nje, sauti ya wazee wa Kivu imekuja kama nguzo ya pili ya uhalali wa ndani, ikionyesha kuwa juhudi za kupambana na waasi na mawakala wa nje zinahungwa mkono katika ngazi zote za jamii ya Kongo. Nilikuwa sijapiga hiyo nyingine. Huko tulikuwa ni huko Kivu ambako wazalendo wanazidi kuungwa mkono hata pia na wazee wa Kivu hiyo, wazee hao wajadi, na kutoa tamko kali sana kwa majeshi ya huko Uganda wawe mbali sana na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wakijaribu tu kuwagusa wazalendo basi wataona nguvu ya wazee hao wajadi wa huko. Basi tunarudi tena Kinshasa. Francine Muyumba atoa maoni yake kuhusu uongozi wa Therese Wanye. Katika mahojiano ya hivi karibuni yaliyovuta hisia za wengi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Francine Muyumba, mwanasiasa mashuhuri na aliyewahi kuhudumu kama rais wa umoja wa vijana wa Umoja wa Afrika, ametoa kauli nzito kuhusu nafasi za mchango wa Therese, wenye mmoja wa wanawake wachache waliopata nafasi ya juu katika siasa ya diplomasia ya Kongo. Katika kauli hiyo iliyotolewa kwa namna ya muktadha wa tathmini ya uongozi wa wanawake na changamoto za kisiasa nchini, Francine Muyumba alisema yafuatayo: yeye Therese Wanye haelewi chochote kuhusu siasa ya Kongo wala hali halisi ya wananchi wetu. Ni kweli ni mwanamke mwenye uwezo na anayejitahidi kwa bidii, hilo nalitambua, na nina heshima kubwa kwa wanawake wanaoonyesha umahiri wao. Bila shaka yeye ni mmoja wa bora zaidi katika kizazi chake. Hata hivyo, pamoja na kuonesha heshima kwa uwezo binafsi wa Bi Wanye, Muyumba alisisitiza kuwa mafanikio yake yanabebwa katika mazingira yenye dosari kubwa ambayo yanazuia kuleta mabadiliko halisi. Alisema, lakini anafanya kazi ndani ya mfumo wa ndani ambao umehoza kwa kiwango cha kutisha kwa rushwa na ufisadi. Mfumo huu umejaa uzembe, ulafi na siasa za kupendeleana. Hali hii inafuta kabisa jitihada zote anazojaribu kufanya kimataifa. Katika mfano wa kufafanua hoja yake, Francine Muyumba aliuelezea kwa njia ya taswira inayogusa hisia za fikra za wengi, akisema ni sawa na kumpa Lionel Messi nafasi ya kucheza katika timu ya daraja la pili hapa Kongo, katika ligi ambayo imepuuzwa kipaji chake kitaonekana kidogo tu, lakini hakiwezi kung'ara kama kingekuwa katika mazingira yanayounga mkono mafanikio. Kipaji cha mtu bila mfumo mzuri hakiwezi kutoa matokeo yake ya kweli. Tafakari juu ya mfumo na maendeleo ya wanawake kwenye siasa. Kauli hii ya Francine Muyumba imezua mjadala mzito ndani ya duru na kisiasa na kijamii, huku baadhi ya wachambuzi wa masuala ya maendeleo wakitazama hoja yake kama kioo kinachoakisi hali halisi ya mifumo ya kutawala nchini DRC, ambapo hata wale wenye nia njema na uwezo mkubwa hujikuta wakizuiwa na ukuta wa mfumo wa kizamani usiowajibika na usioweka mazingira ya kufanikisha mageuzi. Pamoja na ukosoaji huo, kauli hiyo pia imekuwa mwito wa kutafakari upya nafasi ya wanawake katika siasa na changamoto wanazokumbana nazo, si kwa sababu ya ukosefu wa uwezo bali kwa sababu ya miundombinu ya kisiasa isiyowasaidia. Muyumba aweka wazi kuwa haipingani na uongozi wa wanawake, bali anataka kuona mazingira bora ya kusaidia mafanikio yao. Mwito kwa mabadiliko ya kina ndani ya mfumo. Katika dunia ya leo ambapo mataifa mengi yanapigania maendeleo ya jumuishi na usawa,
wa kijinsia. Kauli kama hizi zinatumiwa na wadau wa maendeleo kuhimiza maboresho ya mifumo ya utawala, ikiwemo kupambana na rushwa, kuimarisha taasisi ya kutoa nafasi ya kweli kwa viongozi bora kujidirisha. Francine Muyumba, akiwa ni mmoja wa sauti za vijana zenye ushawishi mkubwa Afrika, amekuwa mstari wa mbele kutetea mabadiliko ya kisera na kiutendaji ambayo yameweza kutoa nafasi kwa kizazi kipya cha viongozi, hususan wanawake, kuleta mabadiliko ya maana kwa watu wa Kongo. Na huo ndio mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Ulikuwa na Mr. Orange. Tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online na tukikuletea taarifa kedekede kila wakati. Kwa pamoja nasi na kunufaika na update kama na hizi, fanya kusubscribe, like pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi, kwa sababu ukifanya hivyo basi utakuwa moja wa familia ya BMP TV Online. TikTok, Instagram pamoja na Facebook, hata pia WhatsApp tuko. Jaribu kutufollow page zetu, na pia WhatsApp namba ziko hapo kwenye screen yako, na hivyo utakuwa mwanafamilia wa BMP TV Online moja kwa moja. BMP TV Online atupoya tuboi, kila wakati tunakuletea mambo ya moto kabisa kama na hii. Kesho ni siku. Asante. BMP TV Professional Update.